Baada ya Israeli kuishambulia Irani leo, mjadala mkubwa umeibuka kuhusu nafasi ya Rais wa Marekani Donald Trump katika mwelekeo wa matukio haya mapya ya Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa BBC, katika ujumbe wa video uliotangulia, Trump amewahimiza wananchi wa Irani kutumia kile alichokiita mashambulizi makubwa dhidi ya nchi yao kama fursa ya kuwaondoa madarakani viongozi wa kidini wanaotawala mjini Teherani. Alisema, tutakapomaliza, chukueni serikali yenu, ni yenu, mnaweza kuichukua. Huenda hii ikawa fursa pekee ambayo mmekuwa mkisubiri kwa muda mrefu. Aidha, aliwaonya wananchi wa vikosi vya usalama vya Irani kuwa wataweza kupewa kinga iwapo wataweka chini silaha, la sivyo watakabiliwa vilivyo. Kauli hizi zinakuja katika kipindi ambacho Irani imekuwa ikikabiliwa na maandamano makubwa ya kupinga serikali. Mapema mwezi Januari, Trump alitishia kuishambulia Irani wakati vikosi vya usalama vilipokuwa vikikandamiza maandamano hayo, ambayo kwa mujibu wa wanaharakati wa haki za binadamu yamesababisha vifo vya maelfu ya watu. Hata hivyo, siku chache baadaye alidai kupokea uhakikisho kutoka kwa serikali ya Irani kwamba mauaji yalikuwa yamesimama, akisisitiza kuwa lengo lake kuu ilikuwa mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Kwa sasa dunia inasubiri uamuzi wa Trump, huku maafisa wakuu wa usalama wanatarajiwa kumwarifu rais kuhusu njia mbalimbali za kuchukua hatua, huku yeye mwenyewe akisema anaangalia baadhi ya hatua kali zaidi. Ndani ya ikulu ya Marekani, sauti zimegawanyika. Katibu wa habari wa White House, Karoline Leavitt, alisema hakuna anayejua rais atafanya nini isipokuwa yeye mwenyewe, huku akisisitiza kuwa diplomasia ndiyo chaguo la kwanza. Wakati huo huo, makamu wa rais JD Vance anaripotiwa kuwa miongoni mwa wanaomsihi Trump kutanguliza mazungumzo ya kweli kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa iwapo ukandamizaji wa damu utaendelea nchini Iran, diplomasia inaweza kuonekana kama udhaifu. Wapo wanaoamini kuwa shambulio dogo la kijeshi linaweza kuwapa moyo waandamanaji na kuweka utawala wa Irani katika hofu. Lakini wengine wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuupa nguvu zaidi utawala uliopo. Wakati huo, Iran imetishia kujibu shambulio lolote la Marekani na bado ina uwezo mkubwa wa makombora ya balistiki pamoja na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa BBC, mwana wa mfalme wa mwisho wa Irani aliyeko uhamishoni, Reza Pahlavi, amemtaka Trump kuingilia mapema ili kuharakisha mwisho wa utawala wa sasa wa kidini. Hata hivyo, katika mazingira haya yenye mvutano mkubwa, maafisa wa White House wanafahamu kuwa maamuzi yoyote yatakayochukuliwa yanaweza kubadili kabisa mwelekeo wa siasa za Mashariki ya Kati. Je, Rais Trump atachagua njia ya diplomasia au ataamua kuchukua hatua kali za kijeshi kufuatia mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran? Dunia bado inasubiri kuona mwelekeo wa matukio haya. Mpaka hapa anapofikia tamati, ni kusihi endelea kuwa nami kupitia Koplo Media. Vile kama bado hujasubscribe, basi subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.